I will then invite all of us to stand as we read 1 Corinthians chapter 1, verse 18 to 25. Wakorintho wa kwanza, sura ya kwanza mstari wa 18 kufika wa 25. I will read from my phone in Kiswahili. The Bible says, kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni upuzi, bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya Mungu. Kwa kuwa imeandikwa, nitaiharibu hekima yao wenye hekima, na akili zao wenye akili nitazikataa. Yuwapi mwenye hekima? Yuwapi mwandishi? Yuwapi mleta hoja wa zamani hizi? Je, Mungu hakuifanya hekima ya dunia kuwa ni upumbavu? Kwa maana katika hekima ya Mungu, dunia isipopata kumjua Mungu kwa hekima yake, Mungu alipenda kuwaokoa waaminio kwa upuzi wa lile neno lililohubiriwa. Kwa sababu Wayahudi wanataka ishara na Wayunani wanataka hekima, bali sisi tunamhubiri Kristo aliyesulubiwa. Kwa Wayahudi ni kikwazo na kwa Wayunani ni upuzi. Bali kwao waitwao Wayahudi kwa Wayanuni ni Kristo, nguvu ya Mungu na hekima ya Mungu. Mstari wa 25. Kwa sababu ufumbavu wa Mungu una hekima zaidi ya wanadamu, na udhaifu wa Mungu una nguvu zaidi ya wanadamu. Tuombeni. Mungu wetu na Baba yetu, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru kwamba tunapata nafasi katika ibada siku ya leo kusikia kutoka kwako. Tunakushukuru kwa sehemu za ibada ambazo zimepita. Umetubariki katika vipindi vya nyimbo na hata matangazo. Asante hata kwa vipindi vya maombi, umekuwa pamoja nasi. Sasa nimesimama mbele zako na mbele ya watoto wako ili kulileta neno lako takatifu. Roho wako Mtakatifu na mualika ili akatuelimishe. Nena na mioyo yetu, nena na nafsi zetu. Tumekuja tukitarajia kusikia sauti yako. Nitumie nikawe chombo cha baraka kwa kila mmoja wetu. Ujitukuze na ujiinue kupitia kwa neno lako. Kwa Yesu Kristo tuomba na kushukuru. Amen. Amen. Tunaweza keti kwenye viti vyetu. Katika mada yetu kama vijana siku ya leo, tulikuwa tunaangazia jinsi ya kuleta generations zote ama vizazi vyote pamoja katika ibada. Nikielewa kwamba kuna wale ni wazee, kuna wale wako katika umri wa katikati, tuko na vijana na tuko na watoto ambao wako katika Sunday school. So bringing all the generations together, tulisema in our different generations tumezaliwa nyakati tofauti, tuko na utamaduni unaotofautiana, our backgrounds are different, and therefore even our way of life is different. Lakini tunapokuja pamoja kanisani, huwa tunaletwa na kitu ambacho kinatuunganisha pamoja, ambacho ni imani. We are of different generations. You are either a millennial, you are a Gen Z, Alpha wako kule, wewe ni boomer. Wherever you belong, those different ages of our life, we are saying we have one thing in common, which is the faith that we share in Christ Jesus. Na kwa maana tuna umoja katika imani yetu, sasa siku ya leo tunapoangazia mada zetu kama wachungaji, tunaangazia nguvu ya msalaba. We are remembering the cross as a way of helping us to be spiritually awake so that we can impact the kingdom. Ili tukue na nguvu ya kiroho lazima tutazame msalaba. Na nikasema kanisa hili, jengo hili, kuna jambo moja ambalo hata usipouliza jengo hili ni la kazi gani, kule nje utatazama na kuona kwamba katika paa la kanisa letu, at the pinnacle of the church, up there in the roof, there is a cross. And by the way, we need to also write AIC Jericho somewhere huko kwa ukuta, si ndio? It's also good for our mission work, visibility. Vizuri tuandike mahali AIC Jericho, mtu akipita kule anajua Jericho iko wapi. Now,
huo msalaba haujawekwa tu kwa kusudi la kurebesha jengo, lakini ni ishara kwamba hii ni nyumba ambayo wanaokutana pale wana imani sawasawa na mambo ya kimsalaba. And I want to confirm to all of you that you have seen people putting jewelries kwa masikio, kwa shingo, kwa mikono with a cross. Na ukiona mtu amevalia mkufu ambao uko na msalaba, lile ambalo linakuja katika mawazo yako ni kwamba huyu ni Mkristo, huyu ni mtu wa kanisa, ni mtu anamuelewa Kristo. Lakini nikwambie, siku hizi si wa Kristo tu wanavalia msalaba, because people have not taken the cross seriously. Even non-believers will wear a cross just to mock Christianity. You'll ask them, na kwa nini umevalia msalaba? They will tell you, I can't see a difference in my life na watu wengine wanavalia nini? Msalaba. I can't see any difference in my life and their life. So I put it on as a jewelry, kitu ya kunirebesha. Kwa hivyo siku ya leo, funzo hili, kuelewa nguvu ya msalaba, itatusaidia sisi wa Kristo ili tuzidi kuproclaim ama kusema na pia kuchukua baraka ya nguvu ya msalaba. That as we walk around, we remember where we have been founded. Our faith has been founded by the power of the cross. Kwa hivyo nitakuwa na safari kidogo ya Old Testament na tuingie New Testament. Sitahubiri kutoka mahali ambapo tumesoma Wakorintho wa kwanza kifungu hicho cha kwanza mstari wa 18 mpaka 25, lakini hapo nachukua tu neno moja kwamba Paulo alisema kwa Wakorintho kwamba najua nawaandikia katika nyakati imekuwa vingumu watu kuamini msalaba, kwa maana mnachekelewa katika nyakati zenu, that you embrace the cross, we are raised to the world. Msalaba ni kitu ambacho kilitumika kutesa watu wake. Kwa hivyo Paulo anawaandikia na kuambia huo ujinga wa kuamini msalaba ndiyo nguvu ya Mwenyezi Mungu ya kuokoa. So he's writing to prove to them that God in his own way ametumia msalaba kuleta wokovu, kitu ambacho ni kikwazo kwa watu ambao waliosoma wa Yunani, and even to the Jews themselves. Biblia inasema wao wanatafuta ishara, lakini Mungu hakuleta njia ya ukombozi kwa kutumia masomo, kwa kutumia ishara. Alileta njia ya wokovu kwa kutumia kitu ambacho kinapuuza hekima ya binadamu, nacho hicho chombo ni msalaba ambapo Kristo aliangikwa. Kwa hivyo katika Old Testament kuna mambo kama matano ambayo Biblia inatufunza kuonyeshana kwamba Mungu alianza kazi ya kudhihirisha nguvu ya msalaba even in the Old Testament, katika nyakati zile. Na kwa hivyo niko na 5 of them, and I begin with the first one. In the Old Testament tunapata msalaba katika Deuteronomy, kumbukumbu la Torati 21:23. Ukisoma pale utaona kwamba Biblia inasema amelaaniwa anayeangikwa kwenye msalaba. He is cursed, he who hangs on the cross. Huyo mtu amelaaniwa. Kwa hivyo katika zile sheria za Musa kuna dhambi ambazo ukitenda, sheria ikichukuliwa, wewe unaangikwa, you are crucified. And if you hang on that tree, it means you are cursed. Sasa Kristo katika karne mpya in the New Testament, in Galatians chapter 3 verse 13, Jesus hung on the cross, but this time round amekuwa anazibeba laana za dunia mzima kuziweka kwenye msalaba. Aliyelaaniwa kulingana na Torati, kumbukumbu la Torati 21:23, ni yule ambaye anabeba hukumu yake, ni mhalifu. Lakini sasa in Galatians, at the appointed time, now Christ is hung on the cross, not on his own punishment to cast his own curse on the cross, lakini alibeba laana yangu na laana yako, akaangikwa msalabani. Please talk to your neighbor, mwambie laana ya kikwako ilishakwisha angikwa. Muongeleshe kwa hicho Kiswahili cha kule Mombasani, mwambie laana ya kikwenu kesha chukuliwa, akaangikwa msalabani na Kristo. So hauna haja ya kubeba laana siku za leo, ubebe baraka, kwa maana Kristo alishalipa deni ya laana zote. Jambo la pili, Numbers 21 verse 8 to 9. Utaona Musa kule
kwenye jangwa kuna wakati Mungu aliachilia ugonjwa, in plague kwa Kiswahili ni sio ugonjwa, lakini akaachilia jambo la kuwapunish wana wa Israeli, na aliachilia hiyo plague in terms of snakes. Akaachilia nyoka zinawauma wana wa Israeli na wanakufa. Basi Musa akalilia Mungu, akamuuliza tutafanyaje jambo hili? Mungu wetu ni Mungu wa upendo, ni Mungu wa kuleta suluhisho. Akamwambia Musa, go and make a bronze serpent. Tengeneza nyoka wa nini? Shaba. Hey. Nyoka wa shaba. Kiswahili ina matatizo pale, lakini ni sawa. So mtengeneze hiyo nyoka, ukimuinua yeyote ambaye anatazama baada ya kuumwa anafanya nini? Anapona. Mwambie jirani yako watu walikufa. Mwambie jirani yako watu walikufa. Na wanaona dawa. Ukiumwa unatazama unafanya nini? Lakini watu waliasi. Watu walikataa wengine. Because logically, how do you look at a bronze serpent that is not living? You have been bitten by a living snake, and then you have been told to look at one that is dead, and then it will bring healing. Haiwezekani. Lakini unaona hiyo sasa, hiyo upumbavu ndio Kristo anatumia, ndio Mungu anatumia katika maisha yetu. Sasa yule nyoka ambaye Musa aliinua ni nyoka wa kupiga picha Kristo ambaye atainuliwa katika msalaba. Dunia yote ikimtazama huyo na kumwamini wanapona. Bwana Yesu asifiwe. So jambo letu kama kanisa katika Spiritual Awakening for Kingdom Impact ni kumuinua Kristo. Maana Biblia inasema tukimuinua Kristo, Mungu atavuta wengi kwake. When you lift up Christ by preaching him and him alone, him crucified, him dead, him resurrected, that message alone, God has a way of pulling people to himself. That is the syllabus. Kumuinua Kristo, Mungu anajivutia watu. So every time we must talk about the power of the cross if we want people to come to God. Jambo la tatu katika Old Testament ambayo Mungu alitumia kudhihirisha uwepo wa ili wazo la kumleta Kristo kuokoa ulimwengu kupitia kwa kifo cha msalaba ni wakati Ibrahimu anaenda kumtoa mtoto wake Isaka kama sadaka, the sacrifice of Isaac, Genesis 22. Mnakumbuka katika hadithi ile kwamba Mungu alizungumza na Ibrahimu akamwambia, nitolee mtoto wako sadaka unayempenda, mtoto wako wa kipekee, your only son that you love most, Isaac, the one who should be taking after you everything that you possess. Again, mtoto unayempenda. Unakumbuka Yesu Kristo alipobatizwa, baada ya kubatizwa Roho Mtakatifu wa Mungu alishuka, kisha sauti ikatoka juu mbinguni ikadhihirisha kwamba huyu Kristo ni mtoto ambaye Mungu anampenda, akasema na huyu ndiye mtoto wangu wa kipekee ninayempenda. Sasa alipozungumziwa Ibrahimu kumtoa Isaka kama sadaka, alitayarisha Isaka, akachukua wafanyikazi wawili, akachukua punda, akachukua kuni, kisu na hata moto. Biblia inasema wakiwa kwenye barabara, Isaka akamuuliza, baba, kuni tunazo, kisu kipo, moto hupo. Sio muulize jirani yako uone kama anasomanga Biblia. Muulize ile swali Isaka aliuliza. Muulize jirani yako, this one we are in church, muulize, what did Isaac ask his dad the last question? Alimuuliza, where is the offering? Where is the sacrifice? Na babake akamwambia nini? Confirm kama people walienda Sunday school. We are talking about Sunday school issues, by the way. Sio ngumu namna hiyo, hiyo ni ya Sunday school. Akamwambia Mungu atafanya nini? Atajitafutia. Ukiangalia vile wanabeba zile kuni, utaona kwamba in the New Testament Kristo atabeba msalaba, ending to Golgotha, a raised place. God called Abraham and told him, go and sacrifice your son in the mountains of Arab, katika mlima mahali ambapo pameinuliwa. Picha nyingine hapo ni kwamba jinsi ambavyo Mungu alitaka kutolewe sadaka katika imani ya Ibrahimu. Mungu wetu kwa imani anatutafutia
wokovu wetu. He provides our rescue, but there must be a sacrifice. That rescue, that freedom we want in life, tukose kujilipia our punishment, ni kwamba how God provided that ram in the mountain, and then Isaac could not be killed or slaughtered. The same way Kristo alitulipia deni lile la sadaka. Number 4. During the Passover, kuna kondoo ambaye alichinjwa kabla wana wa Israeli watoke Misri kuingia Kanani. Usiku ule wakaambiwa mchinje kondoo ambaye mtamula kama familia mmalize. Salio za nyama zile and the bones wakaambiwa mtachoma pale nje. That's very deep. Don't want to go that direction. But again, waliambiwa damu ya yule mwana kondoo mtaiweka, mtapaka katika milango yenu, ili malaika wa kifo anapoingia katika mji, katika nchi yote ya Misri na kuwaua vijana wa kiume wa kwanza wa Misri, asiingie katika nyumba za Waisraeli. Hebu niwaulize, malaika wa kifo wanapotumwa kufanya hii assignment, yeye ajui Waisraeli na wa Misri? Anajua, lakini nafanya mambo mengine tunafikiria ni ujinga, but those small instructions count a lot. That's how God is very simple. It doesn't complicate as the philosophies of this world will complicate issues. Malaika wanajua hapa ni kwa Waisraeli, hapa ni kwa Misri. This is the firstborn I have to kill. By the way, when we pray that death iende pole pole, me I get my background there, that there is always an angel of death, and therefore because they are God's servants, when we plead with God, He has a way of assigning them other responsibilities and not death. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hiyo damu vile ilipatia kila familia ya Waisraeli safety and freedom, ni damu ambayo in the New Testament inaonyesha kwamba kwa kila mmoja ambaye anamwamini huyu kondoo wa Mungu aondoaye dhambi, huyo kifo hakitampata, bali uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. Then fifthly, in the Old Testament tunapata mti ambao ni wa uzima, the tree of life in the Garden of Eden. Wakati Mungu aliumba shamba la Eden na kuwaweka wanyama, kuweka miti, aliumba pia Adam na Hawa. But when you read in Genesis 2:9, the media you can project, utaona kwamba Genesis chapter 2 verse 9, katika shamba lile la Eden katikati kulikuwa na miti miwili. Mti mmoja unazaa, Bwana Mungu akachipuza katika ardhi kila mti unaotamanika kwa macho na kufaa kwa kuliwa, na mti wa nini? Wa uzima, a tree of life, katikati ya bustani. And another tree, na mti wa ujuzi wa mema na mabaya. Lakini amri iliyotolewa ni kwamba Adam na Hawa wasile matunda ya mti wa pili ambao unaleta ujuzi wa mema na mabaya. Sasa walipokula na wamejificha, wameenda, Mungu amekuja katika shamba hajawapata. After the conversation, Mungu akapronounce curses ama lahana, na akaweka a sword ilinde shamba lile ili Adam na Hawa wasirudi. Kwa nini? Wasirudi tena wale tunda ya ule mti wa uzima. I think that is Genesis 3:22. You can project Genesis 3:22. There is a tree of life in the Garden of Eden. Now Adam and Eve have been barred from coming back. Kwa nini? Kwa maana wamekula tunda, wameasi. Now they are eternally dead. If they eat the tree of life, basi watakuwa parallel na Mungu forever and ever. Bwana Mungu akasema basi huyu mtu amekuwa kama mmoja wetu kwa kujua mema na mabaya. Angalia sasa, na sasa asija akafanya nini? Akanyosha mkono wake
akatoa matunda ya mti wa uzima, akala, akaishi milele. Sasa Mungu akamzuia. We have a tree of life. This one here in the Garden of Eden is Christ Jesus, who will hang on a cross, a tree, and Christ is the fruit. Ndiye tunda la uzima wa milele. Msalimie jirani yako, mwambie Kristo ni tunda la uhai wa milele. Tunapompokea tunayo maisha ya sasa na maisha ya wakati ujao. Sasa shida iko hapa, as I transit to my conclusion. Shida iko hapa. Watu wamedhiaki nguvu ya msalaba kama ilivyokuwa desturi ya kanisa la kwanza, because I'm saying now our call to awakening, the cross is foolishness to the world. Labda hata saa hii ninapohubiri kuna mtu anauliza, pastor, unamaanisha msalaba uko na nguvu? And I'm telling you, the cross is not just an emblem to show Christianity, but it possesses the power of him who hung there, Jesus Christ. When you mention the power of the cross, the finished works of the cross, the enemy is afraid. Na kwa hivyo wakati wa leo kama wakati ule, na sasa nataka nirudi wakati ule, Christianity at that time and even today, it is the only religion to have as its central focus the suffering and the degradation of its God. Ukristo ni dini ambayo ukiangalia kwa macho ya wasomi na macho ya dunia, ndiyo dini ambayo inaweka Mungu wao katika hali ya kuumia, suffering, na pia kumshusha, degrading. So that one will not make logic to many young people, to many scholars. They will not understand, why would God himself suffer? Why would God himself put himself to the category of criminals? Sasa Paulo acknowledges that this message of Christ being crucified is going to be a message full of stumbling blocks to the Jews, and it is going to be foolishness to Gentiles. The message of Christ being crucified is not an attractive message. Inakuwa ya kupendeza wakati ambao Mungu amekuondolea pazia na kukufunulia mambo ya kiroho yanayopatikana katika nguvu ya msalaba huu. It is until spiritual eyes of sight are granted. The world looks at the cross and sees weaknesses. It looks at the cross and sees irrationality. It looks at the cross and sees hate and disgust. Katika miaka ile ya early church, Wakristo wengi walidharauliwa for propagating a scandal of the cross, a scorning thing, kitu ambacho kinadharauliwa sana. In Roman culture, the cross was an instrument of horrific public execution. It was also a raw display to show state power. Wakati wana inflict maximum pain, wana degrade and shame a criminal or a culprit. And therefore, brothers and sisters, ni kusema hivi, wakati tunasema nguvu ya msalaba ina uwezo, katika ile miaka ya mwanzo in Roman culture, in Roman government, wakiona mtu ambaye amebeba msalaba, ni kusema hata Kristo wenu mnamuweka kukua msizi, anandarata. Mnachukua Kristo wenu kumuweka kukua muongo, a liar, a thief, a gossiper, a drunkard, a racist, an oppressor. Kuchukua Kristo na kumfanya kama one who is a self-righteous Pharisee. Mnamchukua na kumfanya kama a cheater, a frauder. Ni kama kumchukua Kristo na kumfanya what he has saved you and I from. But that message ambao ni ujinga kwa dunia, ndiyo hekima ya Mungu ya ukombozi na ndiyo nguvu yetu. Bwana Yesu asifiwe. We have 7 benefits from the cross ambazo tunaweza enda nyumbani nazo. 7 benefits. Number 1, msalaba wa Kristo unatuletea msamaha wa dhambi. Biblia inasema kwamba watu wote wamemkosa Mwenyezi Mungu, wamemkosea. Romans 3:23, we have all sinned against the glory of God. We have fallen short of God's glory. And the wages of sin is death. But Jesus' death on the cross served as a sacrificial payment. Alilipa.
taking on the punishment for humanity, for humanity's sins. Ephesians 1:7. This forgiveness ambayo tunapata allows believers to be cleansed, to be set free from guilt and shame, and be given a new beginning, knowing that their sins have been fully pardoned by God. Msalaba unatupa msamaha wa dhambi. And I like it when the Bible says, when God forgives our sins, He remembers them no more. Extend this grace to your neighbor by shaking their hands and tell them, in Christ Jesus you have been forgiven. Please encourage some of your neighbors. They may be feeling guilty and they may be shameful, but tell them, by Christ all our sins are forgiven. So which sin cannot be forgiven? What did we pay? What did I pay? But Jesus paid it all. Kuna watu wanajinyonga, wanakunywa madawa, because they are asking, how am I going to deal with this guilt? I deserve to live no more. Nimekuja kukuambia, kwa nguvu ya msalaba tunapata msamaha wa dhambi. Mungu anatusamehe na kuturejesha tukawa watoto wake, akatukumbatia. Habagui yeyote, akikusamehe dhambi, you get this benefit that you live forgiven. Amen. Number 2, we have a benefit of reconciliation with God. Nasema ni nini? Uwiano. Am I right? Uwiano. Reconciliation. After man, that is Adam and Eve, sinned, there was a gap between humanity and God. Lakini sasa Kristo amekuja kuturejesha tukue na uhusiano mwema na Mungu wetu. Sin separates humanity from God, creating a spiritual chasm or gap that cannot be crossed by human effort alone. Through Jesus' sacrifice, however, that separation is mended, making it possible for believers to have a restored relationship with God. Biblia inasema 2 Corinthians 5:18-19. All this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. Mungu kupitia kwa msalaba ambao Kristo alikufa pale, ametupatia kurejea kwake, tuwe na uhusiano mwema na yeye. Na pia Mungu ametupatia nafasi na huduma ya kueneza hiyo injili ya urejesho, that we need people to go back to God, to reconcile with God. Uwiano. Because when we differed with God, we also began to differ with one another. And when we differ with one another, we also differ with the creation. Kuna vita yetu na Mungu, kuna vita yetu na watu wengine, na kuna vita yetu na uumbaji wote. Everything in the creation is groaning. Inatarajia siku ambapo tutarejeshwa sisi wote pamoja. And that's why in that beautiful city, children will play with the snakes and the lion will be our friend. There's not going to be an enmity between us and the other creation. We will be one family. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mwambie jirani yako, you have been reconciled to reconcile others. So sisi tunatembeanga tukifungua mikono tukiambia watu wengine, kujeni kwa Mungu, kujeni kwa Mungu, kujeni kwa Mungu. Hata sisi tunaambia wenzetu, we are one thing, we are one thing, because God and us is one thing through Christ. The freedom allows believers to live transformed lives. Kujua kwamba kuna reconciliation. Reconciliation means that believers are no longer alienated from God, but are adopted to His family. And this is what I was saying. This restored relationship brings a sense of belonging and intimacy with God. We all belong to God. There's no stranger here. Number 3, tuna baraka ama benefit ya freedom from the power of sin. Freedom from the power of sin. Through Jesus' death, believers are set free from the bondage of sin and its control over their lives. While sin
and the sins are still present and exist in the world, its power no longer has ultimate authority over those who have accepted Christ. Kwa maana Paulo alisema in Romans 6 verse 6 to 7, for we know that our old self was crucified with him, so that the body ruled by sin might be done away with, that we should no longer be slaves to sin, because anyone who has died has been set free from sin. Kristo alisulubiwa ili nasi miili yetu pamoja naye isulubiwe, kwamba mwili huu upoteze nguvu, tusiwe watumwa wa dhambi. And underline that. Usikuwe mtumwa wa dhambi. Dhambi inaweza ikafunga ndugu na dada, ukawa kwamba watu hawajui unateseka, lakini ndani unahisi kwamba umeteseka. You are in a prison, you are in a jail. Kuna mahali umetekwa mateka na dhambi. But the cross has the power to break that chain, that slaveryhood that is brought by sin, na ukakuwa na freedom. Haimaanishi kwamba hapa duniani hatuna dhambi, haimaanishi kwamba dhambi zimeisha, lakini nguvu ya msalaba inatusaidia kuishi maisha ya ubadiliko. We need to live transformed lives. Kila siku uking'ang'ana kutembea katika mwelekeo ambao unapendeza Mungu, ili watu waone utofauti, kingdom impact by transformed lives. Kila siku tutamani kujazwa na Roho Mtakatifu wa Mungu, empowered by the Holy Spirit of God. When we share the Lord's Prayer, there is a part that says, and lead us not into temptation. Friends, we can lead ourselves into temptations, but when the Lord gives us leadership and guidance, He will lead us not into temptation. He will tell us when we are almost sinning. And when we find that we have sinned, He convicts us to repent and confess. This freedom allows believers again to live transformed lives, empowered by the Holy Spirit to resist temptation and grow in holiness. And I encourage all of us to continue reading the scriptures, because they purify our hearts and our souls. Holiness cannot just be found by participating in church ministry and activities, but when you read the word, it rebukes you, it helps you to understand God and what He desires you to walk like. Benefit number 4. We have victory over Satan and evil. Tunapewa nguvu ya ushindi juu ya shetani na kila nguvu ya uovu. Victory over Satan and the evil. Jesus' death on the cross not only paid the penalty of sin, but also defeated the powers of darkness. Through His resurrection, He conquered death and stripped Satan of his authority over those who believed. Ndio maana Paulo akasema Wakolosai sura ya 2 mstari wa 15, and having disarmed the powers and authorities, He made a public spectacle of them, triumphing over them by the cross. Ni vizuri tuelewe hivi. Wakati shetani anaona msalaba, wakati mapepo yanasikia tukisema mambo ya msalaba na nguvu ya msalaba, shetani anakumbuka kwamba aliyemnyang'anya funguo na nguvu zote za kila kitu ambacho shetani anaweza fanya na mapepo, malaika walioanguka, ni kwamba Kristo alikufa na kilichomuua ni msalaba. Lakini aliwekwa uwazi. He was put in the public, the Bible says, in the public spectacle. Akaweka wazi akasema, here Satan I come, I have been crucified, but I am going to meet you. Ninapambana na wewe. Mtu aseme amen. Walipofikiria wanampigilia misumari, Kristo alikuwa anajiandaa kuambia shetani, I am coming to run over you, to take everything that you have, that you may use to devour my children. Ninakuja kwako nikuweke chini. And for the 3 days that battle was happening, but on the 3rd day He rose from the dead. Siupigie huyu Yesu makofi mazuri.
Salimia jirani yako, mwambie shetani hana kitu. Mwambie hana kitu, mamlaka yote ilienda. If you are from my community, itaelemia. Nile nguo inawekwa wapi? Kwa shamba. Wakati umepanda ndio ikipigwa na upepo, wale wanyama wanaondoa kila ambacho umepanda, wanafanya nini? Lakini unajua huyo mnyama ajuangi kwamba hiyo nguo haiwezi tembea. The squirrel does not have information that cloth cannot pick a stone and hit the squirrel. Salimia jirani yako, mwambie let us raise from that level ya kutoelewa who we are. Bwana Yesu asifiwe. Now you get what I'm saying. You get what I'm saying. We should not be squirrels. We should know that this cloth that is being swung forward and back by wind cannot hit me. Hallelujah. Hallelujah. Because we belong to him who created that cloth. God created Satan, for your information. Everything has been created by God, including us. And in his own way, he planned for the appointed time to disarm our enemy. He planned his own way of disarming the enemy. Kuna story nilipeana ya askari, time imeenda, nitapeana siku ingine. Believers no longer need to live in fear of the enemy, knowing they are victory in Jesus. This victory comes through authority over the schemes of the enemy and the confidence to resist temptation and spiritual attacks. Some of the things you are fearing, you fear because you do not know how you associate with the power of the cross. Hallelujah. I have said this repeatedly. Kuna watu najua, hata from where we come from and where we have served, they are devil worshippers. Tunajua huyu na ushirikina, huyu na uchawi, anajulikana. Lakini hata salamu ya mkono hawezi. Ukimkutana yeye pale anapiga kona moja hivi anapotea. They cannot face you because light and darkness can never come into contact. Hallelujah. Hallelujah. Encourage someone, ask them, what do you need to fear? What do you need to fear? Your enemies have been disarmed. Then number 5, we have peace with God. Naenda kwa haraka, nimebakisha 2. One fifth benefit is that we have peace with God. Tukona amani na Mungu wetu. The cross offers peace with God, meaning that believers are no longer at odds with him. The hostility and tension that was caused by sin has been removed. And now God has created harmony in our relationship with him. Paulo akasema in Romans 5:1, therefore, since we have been justified through faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Friends, this peace brings a sense of rest and assurance, knowing that God's wrath has been satisfied and that we are accepted by him. Uchungu, makasiriko ya Mungu kwa ajili ya dhambi zetu Kristo aliondoa. Sasa sio kulaumiwa tena, ni watoto wa Mwenyezi Mungu. We belong to him. We must rest there and have an assurance that he loves us. This inner peace affects all areas of life, bringing stability even in difficult circumstances. Number 6, we have a benefit of healing, uponyaji, the ministry of healing. The cross provides healing on multiple levels: spiritual healing, emotional healing, and even physical healing. Jesus' sacrifice addresses the brokenness that was caused by sin, and he brings wholeness of life. Isaiah 53 verse 5, Biblia inasema, but he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. Peter in 1 Peter 2:24 says, he himself bore our sins in his body on the cross, so that we might die to sins and live for righteousness. By his wounds you have been healed. Kupigwa kwa Kristo kuleta uponyaji. Sio uponyaji tu wa mwili, lakini uponyaji wa kiroho, hisia zetu na kila hali ya maisha. Many will find healing in their souls, receiving peace and freedom from their past wounds. And some experience physical healing through faith in the redemptive power of Jesus' sacrifice. You came here with burdens, spiritual burdens, emotional burdens,
physical burdens, the cross as a benefit of healing for all of us. And the other day I said, this ministry of healing is very time-consuming, sacrificial for it to happen. You saw that our whole family last Sunday had to come from different churches for our brother, Nathaniel. We took time to pray for him. Invoking the healing ministry, I'm saying, is time-consuming. It is spiritual by itself, sacrificial. It has a dimension, and I pray that as a church, we will not be too busy to miss those moments when God wants to manifest even physical healing. When he says, call the elders, let them lay hands on you. It needs people who are available. It needs a commitment, understanding the principles that God has laid. Bwana Yesu asifiwe. Finally, benefit number 7, and this is the greatest benefit that we receive. It is access to eternal life. The ultimate benefit of the cross is the gift of eternal life. Jesus' death opens the way for believers to spend eternity with God, free from sin, free from sorrow, and free from suffering. Mungu anatupatia nafasi ya kuishi na yeye kupitia kwa Yesu Kristo milele na milele, mahala ambapo hakutakuwa na dhambi, hakutakuwa na uchungu, hakutakuwa na mambo mazito ambayo tutapitia, mambo ya kutuhuzunisha. John 3:16, tusome sisi wote. Hebu tuanze tena kwa niaba ya wale waliolala ndio sasa waamuke tushirikiane pamoja. John 3:16, it says, Mungu alitupenda sana. And that love is even available today. That what did he do? He gave his only begotten son to die on the cross, that whoever believes in him will not perish but have eternal life. It may look like a old verse, a very well-known verse, but very powerful. It doesn't matter what you are going through. Mavijana leo hata mkivalia makepu, mkidance, tukiwaambia watuelewe vile tulivyo, it is not how we do in church that gives us eternal life. It is having a relationship with who? Jesus Christ. Ndio maana niliwaambia hata kama wanataka tuwahubirie kwa ile lugha yao, kwa maana saa God aliolobotovu ulimwengu akamsare mtoi wake wa kisolo, ndio yoyote yule atamonize. If you want that language, but that language without Christ, it is not going to help you. We need to understand this love that Jesus demonstrated, that while we were still sinners, he died for us. This afternoon, God is saying, come home, come home. Maybe you are here, you have never received Jesus Christ as your personal Savior. Before we go to celebrate and remember the finished work of the cross, you have an opportunity to receive him. Shall we pray together? Father, we thank you and we worship you for your word. Thank you for the benefits that we have received for the death of your son on the cross, that we are forgiven, that we receive peace from above, we have healing, we are reconciled to you. We have an assurance that we will forever and ever stay with you in heaven for those that believe. It is not your prayer that anyone perishes, oh God. You are providing this message to everyone, everywhere in the world. The learned, the unlearned, the young, the old. You want all generations to hear this message. Father, if there is anyone today whom you have convicted and it is their day of salvation, Heavenly Father, I pray that you will get them to your kingdom. Tukiwa tunaendelea kuomba, you want to confess this faith that Jesus saved me today. Niokoe siku ya leo. Napeana maisha yangu kwako. Just raise your hand wherever you are and we will pray. Nataka kumpokea Kristo kama mwokozi wa maisha yako. Alikufa akalipa deni ya dhambi. Tuko huru kwa ajili ya nguvu ya msalaba. Kinua tu mkono popote ulipo. We will pray together. Asante. Thank you. Thank you for those 3 hands.
Mungu wetu na Baba yetu, pokea utukufu, kwa maana neno lako ndilo nguvu ya wokovu. And the message of the cross is always powerful. You said when we lift up Jesus, you will draw men and women to you. And this afternoon you have drawn 3 to your kingdom. We celebrate you and we thank you. Baba, wapokee, wasamee dhambi zao, wapatie nguvu mpya katika jina la Yesu Kristo. Let us help those 3 to say this prayer, church. Lord Jesus, I come to you. I admit I am a sinner. I confess all my sins to you, that you may forgive me. May my name be written in the book of life, so that on the day of judgment, I will be found and I will forever stay with you. Holy Spirit of God, I welcome you to my life. May you lead me and guide me. I believe that I've been saved. In Jesus' name. Father, we thank you and we pray for them, that you will empower them, you will journey with them, you will use them to the glory and the honor of your name. You are in the service today and you are saying, Pastor, there are things I'm struggling with and I want these benefits of the cross to speak over my life. Just show me by lifting your hand as I make this prayer. You are saying there are things you have seen, you desire this power to take course over your life. Father, I pray for these hands that have been risen. I don't know what they have identified with, and they have said, I desire that, God, by the power of the cross, that you deal with this issue. Heavenly Father, I pray that you make everything leveled now in Jesus' name, that they will triumph over every situation, that they will be there to testify of the power that Jesus portrayed on the cross, because you said it is finished. Therefore, whatever burden they are carrying, we lift it back to the cross, to you, Jesus, and we say it is finished in Jesus' name. Maybe you are struggling with a sin. Confess it before the Lord. Even before we go to the Holy Communion, ask God to forgive you. Ask God to make your relationship to be true with Him, so that you will not acquire a curse from the Lord's table, that God is going to bless you, is going to increase your faith, and you'll be blessed together with the brothers and sisters as we all together partake. Father, I thank you because you have spoken to us, and now as we transition to your Holy Communion, we pray that you will lead us and bless us. In Christ's name we pray. Amen. Amen.